Hivi umewahi kusimama ufukweni ukitazama mawimbi ya bahari yakija na kuondoka? Ukajiuliza ndani yake kuna nini hasa? Watu wengi wanapofikiria bahari wanaona maji tu, mawimbi na labda samaki wachache. Lakini ukweli ni kwamba bahari ni moja ya sehemu zenye siri nyingi zaidi duniani. Bahari sio maji tu unayoona juu. Ni ulimwengu mwingine kabisa. Ulimwengu mkubwa, wenye siri, wenye uhai na wenye maajabu ambayo akili ya kibinadamu bado haijaelewa kikamilifu mpaka leo. Nitakwambia mambo ambayo wengi hawajui kuhusu bahari, na baadhi yake yanaweza kukushangaza sana. Acha nikupeleke kwenye safari. Safari ya kushuka taratibu ndani ya bahari. Mahali ambapo si kila mtu amewahi kufika. Fumba macho yako na fikiria kama unatazama ndani ya maji. Bahari ina ramani ndogo kuliko anga la juu. Ndiyo, inaaminika kuwa binadamu ameichunguza anga zaidi kuliko alivyoweza kuchunguza kina cha bahari. Hii ina maana kuna viumbe na vitu vingi ambavyo hatujawahi hata kuvifikiria. Tunapoanza kushuka ndani ya maji, bado tunaona mwanga wa jua, samaki wakipita, maisha yanaonekana ya kawaida kabisa. Lakini kadri tunavyozidi kwenda chini, mwanga unapotea, kimya kinatanda, giza utawala, na hapo ndipo mambo yanaanza kubadilika. Ukweli ambao wengi hawausemi ni kwamba baharini kuna giza. Tena ni lile giza totoro. Giza ambalo hujawahi kuliona. Lakini cha kushangaza, hata kwenye hilo giza kuna viumbe wanaishi bila hata kutegemea mwanga au taa za binadamu. Kuna samaki wanaong'aa kama taa. Wanajitengenezea mwanga wao wenyewe ili kuishi. Samaki wanaong'aa kama nyota gizani, wakizunguka kimya kimya ndani ya kina kisicho na mwisho. Kama bado haitoshi, bahari ina milima mikubwa kuliko yote duniani. Milima mirefu kuliko hata ile ya nchi kavu kama mlima Everest au mlima Kilimanjaro. Lakini haionekani kwa sababu imefichwa chini ya maji. Kama bado unadhani bahari ndiyo kina chenyewe, basi unajidanganya. Baharini kuna sehemu ambazo kuna kina zaidi kuliko unavyoweza kudhani. Ipo sehemu inayojulikana kama Mariana Trench. Hapo hata ukiusimamisha mlima mrefu kama Everest, bado hautafika juu ya uso wa maji. Bahari ina mito na maziwa ndani yake. Inaweza kusikika kama uongo, lakini ni kweli. Kuna maeneo ndani ya bahari yenye chumvi nyingi zaidi. Maji yake yanakuwa mazito na yanatiririka kama mito na kuunda kitu kinachofanana na maziwa au bonde ndani ya bahari. Hewa tunayoitumia kupumua ni oxygen. Watu wengi hudhani miti ndiyo chanzo kikubwa cha oxygen. Lakini ukweli ni kwamba viumbe wadogo kama phytoplankton huzalisha sehemu kubwa ya oxygen duniani, nao wanapatikana baharini. Lakini bado haujaona. Waswahili wana msemo wao, wanakuambia bado haujasema.
Bahari inaimba, yaani inaweza kuimba. Ndiyo, kuna sauti za ajabu zinazotoka baharini. Baadhi zinatokana na samaki wakubwa kama nyangumi, na nyingine kutokana na mikondo ya maji na matetemeko ya chini ya bahari. Sauti hizi zinaweza kusafiri umbali mrefu sana ndani ya maji. Bahari ina volkano. Chini ya bahari kuna maelfu ya volkano. Baadhi yake bado zinafanya kazi na kulipuka kimya kimya bila hata sisi kujua. Kwenye bahari kuna shinikizo kubwa sana. Shinikizo ambalo lingeweza kuponda mwili wa binadamu ndani ya sekunde chache. Lakini cha kushangaza ni kwamba kuna viumbe wanaishi hapo kama kawaida. Miili yao imeumbwa kustahimili mazingira hayo magumu, kitu ambacho kinaonekana kama hakiwezekani, lakini ni halisi. Hakika vipo vingi vya kushangaza kuhusu bahari. Hivi ni vichache kati ya vingi ambavyo sijaeleza. Episodi inayofuata nitakwambia kwa nini bahari inahusishwa na imani za kishirikina kama uwepo wa viumbe vya kutisha, yaani majini, lakini pia nguva na viumbe vingine vya ajabu. Lakini hata kafara na nuksi, mabalaa, watu wanasema unaweza kuvipata baharini au kuzitoa baharini. Hakika bahari ni dunia nyingine ambayo natamani sana kukuelezea mtu makini iwe sehemu ya kujua undani wake. Tukutane episodi inayofuata. Hapo andaa ubongo wako na akili zako zote, maana nitakushangaza kukuelezea ambayo haujawahi kuyasikia popote. Ni follow kama mtu makini, like, comment na kushare video zangu. Asante.